walipoondoka na yule kijana, mimi kwa kuona tayari kwenye kile chumba cha yule kijana nina betri yangu na speaker, nikaingia kwenye kile chumba cha yule kijana, nikachukua speaker zangu na betri, nikavirudisha kwenye chumba changu. Lakini nikaona haitoshi, nikasema ngoja nimsaidie. Nikaingia tena nikachukua redio yake. Wakati nachukua redio, mke wangu na baadhi ya wapangaji walisema, Laito, mbona unajiingiza kwenye matatizo ambayo hayakuhusu? Hiyo redio achana nayo. Mimi nikasema mimi redio naichukua ili nimsaidie, mbona ameonyesha chumba kingine? Nikaichukua ile redio na kwenda kuitunza, nikaenda kuiweka mtaa wa 3. Nipoiweka ile redio mtaa wa 3, nikarudi pale kuendelea kuchezea ile keyboard. Haikupita hata saa, ndipo nimeona yule kijana akiwa na polisi wamerudi kwa mara ya pili. Waliporudi mara ya pili, nikapigwa na mshangao kwamba hii tayari hapa imeshakuwa tatizo. Mara ya pili waliporudi na yule kijana, ndipo walipoonyesha chumba chake ambacho ndio halisi. Waliingia kusearch. Baada ya kusearch wakakosa, wakatoka. Baada ya kutoka, yule kijana aliwaeleza polisi kitu kimoja, kwamba aliyetoa betri na speaker ndiye aliyechukua redio. Mimi kabla sijaongea chochote, mke wangu aliinuka na kueleza kwamba aliyetoa hivyo vitu ni Laito, ambaye ni mume wangu. Na mimi nikiopo pale pale, lakini cha ajabu polisi walimchukua mke wangu na kueleza kwamba utatusaidia katika upelelezi. Mimi waliniacha, ila wakambeba yeye, wakaondoka na yule kijana. Walipotoka na mke wangu, polisi wametoka na mke wangu na yule kijana ambaye ni mwizi, pangaji wenzangu akaniambia, Laito, kwa nini usirudishe redio ili kumkomboa mke wako? Maana mke wangu aliondoka akiwa na mtoto mdogo mwenye miezi 3. Nilichokifanya mimi, ilibidi sasa niwafuate polisi ili niwaeleze ukweli. Lakini ninapowafuata baadaye nikakumbuka kwamba hapa siwezi kuwaeleza ukweli kwa system hii nikiwa sina ile redio. Mimi nitakamatwa. Ngoja niifuate redio ili nipeke kituoni. Nilipotoka pale kwenda kuifuata ile sehemu nilipokwenda kuiweka redio, nilikuwa nimetunza kwenye nyumba moja ya kijana mmoja ambaye alikuwa ni rafiki yangu. Yeye alikuwa muda huo chumba chake kilikuwa mlango umeegeshwa tu, ulikuwa hauna kufuli. Kwa hiyo nilipofika pale, nilipoiweka redio sehemu ambayo ilikuwa ina usalama, nilipotoka, baada ya kurudi, nilipofika pale redio sikuiona. Nilipigwa na mshangao kwamba hii inakuaje? Nitakwenda kujieleza naye mimi kituoni, na ile redio hapa siioni. Jaribu kutafuta, labda nimeweka sehemu tofauti, lakini redio sikuipata. Maamuzi niliyofanya baada ya kuona redio sijaipata, nilikuwa nina balance kidogo ya pesa ndani. Nilichokifanya mimi jioni, nilipofika jioni, nikapanda gari la magazeti moja kwa moja mpaka Dar es Salaam. Nilipofika Dar es Salaam, maisha kaniwa magumu. Nilichokifanya, nikaenda kufungua kijio cha Shoshaini, stendi ya mkoa ndio ikiwa Ubungo, stendi mpya ndio inaanza. Nikafungua pale kijio cha Shoshaini. Nikiwa na ile hali ya Shoshaini pale, kipindi hicho mawasiliano yalikuwa ni ya shida. Baada ya kama wiki 2 alikuja kutokea mzee mmoja na kunieleza kwamba aliponiona mimi pale kwenye kile kijio stendi ya mkoa, akaniambia kwamba, Laito, kesi ilishaisha, kwa nini usirudi tu wewe uendelee kuishi na maisha na familia yako, wakati familia nimeacha mimi nimeitelekeza kule. Basi nilipoambiwa yule mzee, nilikaa kama wiki moja hivi nikajipanga, baadaye nikawa nimerudi. Kurudi pale kweli nilikuwa na kesi imeisha. Lakini maisha nilikuwa naishi pale bado yalikuwa ni magumu sana upande wangu, kwa sababu kile ninachokifanya watu hawaniamini. Siku moja nikiwa nimetulia nyumbani, nilikuja kupewa habari kwamba mimi natafutwa. Nikawa najiuliza, natafutwa kwa kosa lipi? Nikawa najiuliza, natafutwa kwa kosa lipi? Aliyekuja kunieleza kwamba unatafutwa ndiye aliyeniambia kwamba wewe, kuna mzee mmoja, akamtaja yule mzee kwamba yule ndiye anayekuharibia wewe, hata kama hujafanya kosa, ndio anayekuharibia katika maisha yako. Ni kwamba mimi hata ningekuwa niko gerezani na tukio limetokea mimi nikiwa gerezani, na hisi hata ningekuwa nimekufa, yule mzee angekwenda kituo cha polisi na kueleza kwamba hii kitu aliyekifanya ni Laito huyu. Ile kitu ilikuwa inaniuma sana. Siku hiyo niliamua kutulia pale nyumbani kwamba nione. Kweli haikuchukua muda mrefu, nikuja kweli polisi wakawa wamefika nyumbani. Wakafika na kunieleza kwamba nahitajika kituo cha polisi.
Niliondoka pale lakini nilikuwa na hasira kwamba hapa nakufa na mtu. Niliongozana na wale polisi mmoja mpaka kituo cha polisi. Baada ya kufika kituo cha polisi, kitu cha kwanza kabisa nikaelezwa kosa langu. Baada ya kuelezwa kosa langu, nilijaribu sana kujitetea lakini ikaonekana kwamba haiwezekani. Baadaye nikaomba kwamba ninaomba nionane mkuu wa kituo. Wakawa wananizuia kwamba mkuu wa kituo wa nini? Niliwabembeleza kwa muda mrefu sana kwamba naomba nionane na mkuu wa kituo. Tena nilikuwa nawasumbua, ndipo niliporuhusiwa. Lakini nilipelekwa kwenye ofisi ya mkuu wa kituo nikiwa na polisi wawili ambao walikuwa wameambatana na mimi. Nilipofika kwenye ofisi ya mkuu wa kituo, nilimuomba mkuu wa kituo kwamba naomba hao polisi watoke nje. Ndipo mkuu wa kituo aliwaambia kwamba naomba mnisubiri hapo nje. Kweli wale walitii amri na walitoka nje. Baada ya kutoka nje ndipo mimi nilipoanza kumweleza mkuu wa kituo mambo yangu yote mwanzo mpaka mwisho, kwamba ni kweli mimi ni mtuhumiwa na mambo mengi nimeyafanya ya ujambazi, wizi, lakini kwa sasa mambo mimi nimeachana nayo. Mkuu wa kituo alinisikiliza kwa umakini sana na nikamwambia pia nitakusaidia kwa vikosi vyangu vyote nilivyokuwa navyo na watu wote tulikuwa tunashirikiana nao. Nitakusaidia kutoa zile siri zao zote, ila mimi naomba unitoe katika hili. Mkuu wa kituo alisema sawa. Kwa hiyo nilimweleza kwamba siku ambayo tunayokutana ilikuwa ni siku ya Alhamisi. Kwamba siku ya Alhamisi ndio mara nyingi tunakutana kwa ajili ya kupanga matukio yetu. Nikamweleza na muda, nikasema ilibidi wajiandae ili siku hii itakapofika nikawakamatisha wale wenzangu ambao walikuwa wakiendelea na yale matukio. Na ndio ilikuwa kwa mara ya kwanza kweli siku hiyo niliona polisi wamenijali. Nilinunuliwa na chakula na hata ile kubuguziwa umekaa vibaya usukume niliona kidogo imepungua kwa upande wangu. Kweli nilikaa mpaka siku ambayo ilikuja kufika siku ya Alhamisi. Ilikuwa ni usiku wa saa 6, nikatolewa na kuelekea eneo nilipokuwa nimewaeleza kwamba ndipo ambapo wapo wezi wenzangu. Tulitoka pale taratibu mpaka tulipokaribia kufika lile eneo kwa mbali niliwaonyesha. Unaona kulikuwa kuna dirisha ambalo taa ilikuwa inawaka. Nikaonyesha mnaona kwenye ule mwanga pale ndipo wapo wezi wenzangu na kuna silaha pale ndani. Kwa hiyo inatakiwa kuwa makini sana. Ndipo polisi wote niliokuwa nao wakawa makini na wakawa wanakwenda kwa ajili ya tahadhari kuja ili kuizunguka ile nyumba. Mimi wakaniacha huru. Waliponiacha huru, nilikuwa wakati huo sehemu niliyokuwa nimewaelekeza kwenye ile nyumba, niliwaelekeza nyumba yule mzee ambaye alikuwa ni adui yangu, ambaye kila kitu ninachokifanya yeye anakwenda kutoa taarifa polisi, na ndiyo nyumba ile nilikuwa nimewaelekeza, si nyumba ambao walikuwa wenzangu. Basi mimi nikaamua kukimbia katika lile eneo. Nilipoondoka katika lile eneo, usiku huo nilitembea kwa miguu safari ndefu sana. Baada ya kufika sehemu, nilikwenda kwa rafiki yangu mmoja ambaye ni kijiji cha mbali sana. Ilikuwa ni asubuhi. Baada ya kufika hicho kijiji, moja kwa moja mpaka kwa rafiki yangu wa siku za nyuma. Nilifika pale alikuwa bado wamelala, nikamgongea mlango. Nilipogonga mlango akaamka, akashtuka sana. Vipi, kuna nini Laito? Ilibidi nimwambie kwamba naomba kwanza nipumzike. Tukaingia ndani, ndipo nilipoanza kumwelekeza mwanzo mpaka mwisho. Na nikamweleza hali halisi kwamba huko tayari polisi mimi nimeshawadanganya. Akasema, hii mbona hii sasa hatari sana. Hapa nitakusaidiaje na mimi hapa sina kitu. Alafu hata ukikaa hapa kwa hali kama hii, hata mimi utaniingiza kwenye matatizo ndugu yangu. Kwamba sasa sina jinsi. Yule rafiki yangu alichokifanya ni kwenda kukopa pesa. Akakopa pesa akaniletea pale ili iwe nauli. Aliniletea shilingi 80. Aliponikabidhi ile 80, akasema hapa vile vile nitakusaidia usafiri wa baskeli. Alinikodishia baskeli kwa shilingi 10,000. Kwa jumla rafiki yangu alitoa shilingi 90,000. Alinikodishia baskeli ili nitoke na baskeli pale nikiwa nimebebwa kwenye baskeli mpaka kijiji cha mbali sana ambako ndiko nikwenda kupata usafiri ili niendelee na safari yangu. Alisema, nilimwambia mimi sijui hata ninakokwenda, lakini nitakokwenda kuishia hii pesa ndipo nitakapokwenda mimi kuanza maisha.